ni swala la uzio ambao unazunguka ile shule ya awali, lakini ikipendeza kwa sababu kama tunaona wanyama tunaombea hata hii shule hapa, basi inawezekana na kule kama nguvu ikiwezekana, basi zile shule ziwe ndani ya uzio kuzuia ile riski ya wanyama kwa watoto. Maeneo mengine ya wafugaji, wizara yako imekuwa ikijenga mabweni kuwasaidia watoto wasiendelee kuwa wanaenda kuchunga na kuacha shule. Katika utaratibu wa kibajeti, basi unaweza ukapanga kidogo kidogo kuhakikisha kwamba na watoto wale tunaweka katika mabweni ili waweze kupata elimu na kusoma masomo yao, lakini na wale ambao wamekuwa watoro kwa sababu ya kupelekwa kuchunga, basi wanakuja katika kupata elimu yetu ya msingi. Hii shule ni shule ambayo ni kubwa, inakuwa na penye tujenge bweni, lakini pamoja na ukuta kwenye eneo hili. Sababu si salama sana kama wanyama unaona wameingia. Mheshimiwa mbunge mwenzetu amewafananisha na ng'ombe, lakini wale ni wanyama. Sasa hofu yetu kesho na kesho kutwa, leo wameingia wale, kesho kutwa wanaweza wakaingia wengine. Tuombe eneo hili pia na yenyewe, Mheshimiwa Waziri, mimi najua uwezo wako. Kesho na kesho kutwa tutakutana na mtaanza kupitia mafungu ya mikoa. Kwa hiyo niombe sana jicho lako Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, fungu la mkoa wa Arusha litakapokuja na mkuu wa mkoa wake na rasi wake, basi tuhakikishe tunaona swala hili la bweni, ukuta pamoja na bwalo la chakula. Kwa hiyo Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, utatusaidia sana kumshika ndugu yangu Daktari Toba ahakikishe kwamba na hii nayo inaingia humo. Unapozungumza ukanda huo wa Masaini, kwa maana Rongido, Ngorongoro na Monduli, mila desturi zinafanana na mazingira yote ni ya wanyamapori kote, na ndio ushoroba. Kwa hiyo tunapozungumza haya yote haya tunakata cross maeneo yote. Kwa mkiona kwenye kamati nimeomba hata ombi maalum kwenye mkoa wetu kwa maana ya ujenzi wa haya mabweni pamoja na uzio, iwe ni rahisi sana kunisaidia kwa maana ya kuokoa mkoa wa Arusha. Hapo ngambo ndio maarufu kwa maana ya simba wanaoruka kwenye miti. Manyara iko hapo hifadhi. Kwa maana haya mazingira wanaona watoto haya ni hatarishi ya wanyama wakali. Hivi boko unaweza kukimbia, lakini simba unafahamu madhara yake. Kwa hiyo tunapozungumza habari ya kuwa na mabweni na uzio, sio tu kwa sababu ya wanyama, hata kusaidia hawa watoto wasiweze kuolewa kabla ya umri unaopaswa. Kwa upande wa eneo la paki, eneo kubwa limechukuliwa na zio eneo la paki, wanyama sasa wanasogea, wanatafuta maeneo ya malisho, wale wapi? Inabidi waje eneo ile ambalo la wazi la shule ya sekondari. Na amini ukikaa mpaka saa 1 hapa, inawezekana tu kuna watu wamewasukuma, lakini ukija wakati mwingine utafikiri ni ng'ombe wamejaa hapa, kila mali punda, nyumbu wamejaa kote huko. Kwa hiyo ni hatari. Lakini swala la shule ya msingi Lowassa kupata bweni ni muhimu sana kwa mustakabali mzima wa hiyo shule, lakini pia